Je, umewahi kuomba sana, ukaomba kwa muda mrefu, lakini maisha bado hayaonekani kusogea? Leo nataka nikuonyeshe jambo moja la Biblia ambalo Wakristo wengi hulikosa. Mungu hapendi imani isiyo na hatua. Katika Mwanzo 30:37 hadi 39, kuna hadithi ya mtu mmoja, Yakobo. Alionyesha wazi kuwa baraka ya Mungu huja pale imani inapokutana na ujasiri wa kuchukua hatua. Leo, kaa nami dakika chache, kwa sababu hadithi hii inaweza kubadilisha namna unavyomuomba Mungu na namna unavyoishi imani yako. Yakobo hakuwa mtu wa maisha mepesi. Alifanya kazi kwa mjomba wake Labani kwa miaka mingi. Alidhulumiwa. Mikataba ilibadilishwa mara kwa mara. Alifanya kazi kwa bidii, lakini hakuona matokeo ya haki. Lakini Yakobo hakumlaumu Mungu. Badala yake, alimtegemea Mungu huku akitafuta hekima. Siku ilipofika ya mshahara wake, Yakobo anakubaliana na Labani kuwa mifugo yenye madoa, milia na madoa ndiyo iwe yake. Kwa macho ya kibinadamu, hii ilikuwa kama hasara. Lakini Yakobo aliona mbali zaidi ya macho. Aliona nafasi ya Mungu kufanya kazi. Biblia inasema katika Mwanzo 30:37 hadi 39, akatwaa matawi mabichi ya miti, akayachuna maganda meupe, kisha akayaweka katika mabirika ya maji walipokuja kunywa mifugo. Hili ndilo somo kubwa hapa. Yakobo hakusema tu, Mungu atanisaidia, na kukaa tu. Aliomba, ndiyo, lakini pia alichukua hatua ya vitendo. Aliweka matawi mahali pa maji, sio porini, sio nyumbani, bali mahali pa fursa. Hapa kuna somo la maisha. Ukihitaji matokeo, weka hatua zako mahali ambapo fursa ipo. Mungu habariki uvivu. Mungu hubariki juhudi zilizo na imani. Ni muhimu sana kuelewa hili. Matawi hayakuwa uchawi. Yakobo hakuwa mchawi. Biblia baadaye inathibitisha wazi kuwa ni Mungu ndiye aliyebariki Yakobo kwa sababu aliona dhulma yake na bidii yake. Matawi yalikuwa chombo, lakini baraka ilitoka kwa Mungu. Hii inatufundisha ukweli mzito. Mungu anapenda kushirikiana na mwanadamu. Mungu angeweza kumbariki Yakobo bila matawi, lakini Mungu alichagua kubariki kile Yakobo alichokifanya kwa imani. Leo Wakristo wengi tunasema, nikipewa nitafanya, nikiona muujiza nitaamini, nikibarikiwa nitachukua hatua. Lakini Biblia inasema, imani pasipo matendo imekufa. Yakobo anatufundisha mpangilio sahihi. Chukua hatua kwanza. Mungu ataweka baraka juu yake. Una biashara? Aomba, lakini pia jifunze, jaribu, anzisha. Una ndoto? Aomba, lakini pia anza na ulicho nacho. Una huduma? Usisubiri ukamilike. Anza, Mungu ataongeza. Mungu wetu hapendi waoga wa kiroho. Anapenda watu wajasiri, wenye hekima na wanaochukua hatua. Yakobo hakubadilisha mazingira. Alibadilisha namna alivyotenda ndani ya mazingira. Ndipo Mungu akabadilisha matokeo. Leo swali ni moja tu. Je, wewe umeweka matawi yako wapi? Kama unataka msaada wa Mungu, omba, ndiyo, lakini pia chukua hatua. Mungu anatafuta watu wa kushirikiana nao, sio watu wa kulalamika tu. Kama ujumbe huu umekugusa, bonyeza like, share na mtu unayejua anahitaji kusikia hili. Subscribe kwa mafundisho ya Biblia yanayogusa maisha halisi. Na kumbuka, baraka hutoka mbinguni, lakini mara nyingi huanzia mikononi mwa mtu jasiri. Ubarikiwe sana.